Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Wiki hii tunaendelea na sehemu ya pili ya kipindi cha kilimo cha korosho. Wiki iliyopita tulizungumza sababu za kiikolojia zinazosababisha mkorosho kutozaa vizuri au kutoa korosho ndogo. Leo tunaanzia kwa mkuu wa wilaya Tunduru, ndugu Juma Zuberi Homela. Wilaya hii ina vijiji 157 na majimbo mawili ya uchaguzi, yaani jimbo la Tunduru Kaskazini na jimbo la Tunduru Kusini. Wilaya hii ina wakazi zaidi ya 300,000. Wengi wao wanajishughulisha na kilimo cha mazao ya chakula na biashara. Mazao ya biashara ni pamoja na korosho, mbaazi, ufuta na mpunga. Leo tunaendelea kuzungumzia zao la korosho. Kwa zao hili la korosho kwa sasa linalimwa katika tarafa zote 7. Tarafa ya Nakapanya ndio inaongozwa kwa uzalishaji. Tarafa ya Lukumbule inafuata, tarafa ya Nalasi, lakini iko tarafa ya Nampungu, iko tarafa ya Matemanga, iko tarafa ya Namasakata na tarafa ya Mlingoti. Tarafa hizi zote zinalima zao la korosho. Lakini kwa mwaka 2017, tukianza na mwaka 2017, 2016-17 tulipata tani zaidi ya uzalishaji ulikuwa tani zaidi ya tani 15,800. Na wakulima walilipwa pesa zaidi ya bilioni 47. Lakini nijikite zaidi kwenye masuala ya utafiti na namna tunavyoboresha zao hili la korosho. Kupitia kituo chetu cha utafiti cha Naliendele, ambacho pia miongoni mwa viongozi wao ambao nao ratibu kwenye masuala ya utafiti, ndugu yetu mtafiti kiongozi Dr. Kapinga, tunashirikiana naye vizuri sana kuhakikisha kwamba mbegu zinaletwa kwa wakati katika wilaya yetu ya Tunduru. Wilaya ya Tunduru kwa msimu huu wa 2017-18 tumepata zaidi ya mbegu 2,794 kilogramu, ambazo sawasawa na miche 640,000, ambazo miche hizo sasa zinaandaliwa kwenye vitalu maalum kwa mujibu wa maelekezo ya chuo cha utafiti cha Naliendele, ambao wenzetu wanatuelimisha namna bora ya kuandaa miche, namna bora ya kutunza hiyo miche inavyotoka upande wa kitalu mpaka kwenye eneo la kupanda katika shamba. Nini tumefanya kama wilaya ya Tunduru? Kwa msimu wa 2016-17 ambacho tumekifanya, tumehamasisha upandaji wa mikorosho mipya ya kisasa zaidi ya vijiji vyote 157. Lakini sio hiyo tu, tulihamasisha kila shule ya sekondari ipande mikorosho hekari 5. Na jambo hilo lilifanyika. Shule zote za sekondari, shule ya Masonya, shule ya Nandembo, shule ya Kidodoma, shule ya Nampungu, wote walipanda mikorosho kwa ajili ya kuanza uzalishaji mpya katika wilaya hii ya Tunduru. Na ikumbuke kwamba wilaya yetu ya Tunduru ina shule za sekondari za serikali 21. Kwa hiyo ukichukua 21 ukizidisha mara hekari 5, unaona idadi ya hekari ambazo tumepanda mikorosho. Lakini mbali na hivyo, tulipanda mikorosho mipya msimu wa mwaka 2016-17 katika shule zote za msingi 149 za shule za msingi, ambazo kila shule tulipanda hekari 5. Nichukue fursa hii niwapongeze mkuu wa shule ya msingi ya Mrusha iliyoko Mchesi, walipanda hekari 8 badala ya 5. Kwa hiyo walivuka lengo. Na hii yote ni ushirikiano mkubwa tunaopata kutoka kituo cha utafiti cha Naliendele, Bodi ya Korosho Tanzania CBT, pamoja na halmashauri ya wilaya ya Tunduru, hususani idara ya kilimo.
Lakini pia maafisa wetu wa kilimo wanafanya kazi nzuri kwenye kata, kwenye vijiji, kuhakikisha kwamba wanawaelimisha vizuri kabisa wananchi wetu kwa ule utaalamu ambao umeupata kutoka chuo cha utafiti wa kilimo Naliendele. Lakini nini wito wangu kwa wananchi? Wito wangu kwa msimu wa 2017-18 ambao tumepokea miche hii, tunapokea mbegu 2794 ambayo itazalisha sawasawa na miche 650,000. Lengo letu ni kupanda miche zaidi ya 750,000. Lakini kwa mgao huu tumepata 640,000. 640,000 tuna ongezeko lingine ambalo tuna imani na kituo chetu cha utafiti cha Naliendele watatuangalia zaidi kuendelea kutuongezea miche ya kutosha zaidi, iongezeke zaidi ya hapa ili tuweze kuzalisha zao la korosho kwa wingi zaidi. Nikizungumzia mafanikio ambayo yamepatikana kutoka zao la korosho ambayo ni dhahabu ya kijani. Msimu wa mwaka 2016-17 wilaya ya Tunduru iliingia kwa mfumo wa stakabadhi ya mazao ghalani, ambapo kwa mara ya kwanza tulipata hizo tani 15,800, ambayo hizo tani sawasawa na kilogramu milioni 15 na 800,000. Lakini zile tani tulifanikiwa kuwalipa wakulima zaidi ya bilioni 47 katika wilaya hii ya Tunduru, na serikali ilipata tozo bilioni 2. Kwa maana bilioni 45 zilienda kwa wananchi, bilioni 2 zilienda kwa serikali kama tozo kwenye mfuko wa kuendeleza zao la korosho, na tozo mbalimbali ikiwemo kwenye upande wa halmashauri na kadhalika. Korosho imebadilisha hali ya maisha ya wakazi wengi wa wilaya hiyo. Siku hizi inaitwa dhahabu ya kijani kutokana na kuongezeka thamani kwa kiwango kikubwa sana. Wakazi wengi wa wilaya hiyo wameanza kubadili maisha kutokana na kipato wanachokipata kutoka shambani. Wengi wamejenga nyumba za kisasa na kusomesha watoto wao. Baada ya msimu mzuri wa korosho wa 2016-17, wananchi wa wilaya ya Tunduru walijenga nyumba nzuri za kisasa, walinunua bati, walinunua vifaa mbalimbali vya viwandani ikiwemo simenti na kadhalika, na wakaboresha makazi yao. Walipeleka watoto shule, walinunua sola mbalimbali katika maeneo ambao umeme wa REA bado hujafika, au umeme wa majenereta ambao tunautumia wilaya ya Tunduru bado haujafika. Maeneo hayo waliboresha maisha yao kama familia. Kwa hivyo kupitia zao hili la korosho, baada ya kuingia kwenye mfumo wa stakabadhi za mazao ghalani na bei kuwa nzuri kwa msimu wa 16-17, ukapelekea wananchi kubadilisha hali yao ya maisha. Hasa tarafa ya Nakapanya, tarafa ya Namasakata, tarafa ya Nalasi, tarafa ya Lukumbule, tarafa ya Kidodo, tarafa ya Nampungu, tarafa ya Matemanga, tarafa ya Mlingoti na kadhalika. Lakini seme tu kwamba mafanikio yote haya yanapatikana ni baada ya jitihada za rais wetu Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kusimamia vyema zao hili la korosho na kuhakikisha kwamba kuisimamia vizuri Wizara ya Kilimo, kusimamia vizuri taasisi mbalimbali za utafiti na kujua kwamba nini kinatakiwa kwenye zao hili la korosho, na wizara pia ya viwanda na biashara. Pale ambapo tumewapata wanunuzi wengi zaidi kuja kununua zao la korosho na kuitangaza korosho yetu kwamba ni korosho bora katika Afrika. Lakini pia korosho ya Tunduru ni korosho bora katika Tanzania, na ni korosho ambayo ni tamu kuliko zote hapa Tanzania. Kwa hivyo kupitia kuitangaza korosho ile nje ya nchi kupitia wizara hizo nilizozitaja, wanunuzi wengi walijitokeza kuja kununua zao hili la korosho katika wilaya ya Tunduru na Tanzania kwa ujumla, na kupelekea bei kubwa ya korosho kuzaliwa mwaka 2016-17. Kwa hilo
wananchi wa Tunduru wana imani kubwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kwa namna jinsi anavyosimamia, anavyowajali wanyonge, anavyowajali Watanzania ambao miaka nenda rudi wameteseka juu ya zao lao la korosho. Sasa hivi wanafurahia matunda kwa serikali ya awamu ya 5. Nichukue fursa hii kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Tunduru, tunamwomba Mheshimiwa Rais aendelee kujaliwa afya njema, aendelee kuwasaidia Watanzania sisi wote. Kwa namna ya pekee kabisa tunamkaribisha pia katika wilaya yetu ya Tunduru ili aje ajionee namna jinsi wananchi walivyo na shauku kubwa ya kuona huyu mtu ambaye amewasaidia mpaka kufikia kunyanyua bei ya kiasi hiki. Lakini jambo jingine, msimu wa mwaka 2017-18 bei ya korosho imefika mpaka 3,850 kwa mnada uliofanyika tarehe 2 mwezi wa 11 mwaka 2017 uliofanyika katika kijiji cha Namakambale, kata ya Namakambale, ambapo ni kwamba zaidi ya tani 544 ziliuzwa katika mnada huo, na bei ya juu kabisa ilikuwa 3,950, ambayo kuvuka kwenye kuwa na bei nzuri kuliko zote zilizofanyika minada iliyofanyika kwa nchi hii ya Tanzania. Kwa Tunduru kwa mara ya kwanza tuliuza bei kubwa kwenye zao la korosho tarehe 2 mwezi wa 11 mwaka 2017. Sisi kwetu kama wilaya ya Tunduru tumeona ile kama ni historia. Kwa kwanza haijai kutokea, kwa hiyo kama tumeona kama historia kwetu. Kwa hiyo tumeichukua kama historia, na hii yote ni kutokana na jitihada kubwa ambazo wanazifanya pia bodi ya korosho kupitia kaimu mkurugenzi wa bodi ya korosho ndugu yetu Hassan Jarufu. Anafanya kazi kubwa, anapambana usiku na mchana, anahakikisha kwamba hakuna mkulima anayenungunika, anayelalamika, kila kitu kiende sawa. Mheshimiwa Jarufu yeye halazi kazi, anafanya kazi zake kwa wakati, hakikisha kwamba korosho inaenda ghalani na inauzwa na mkulima anapata hela zake ndani ya siku 4. Lakini pia kwa namna ya pekee kaimu mkurugenzi wa bodi ya korosho Hassan Jarufu ametusikiliza wananchi wa wilaya ya Tunduru kwa kutujengea ghala kubwa la kisasa la zaidi ya tani litakaloweza kupokea korosho zaidi ya tani 10,000 mpaka 20,000. Hii sisi kwetu ni kama pia historia. Tumeteseka kwa muda wa miaka mingi. Tunahangaika, korosho zinakuwepo kwenye magari, kwa kuziweka hakuna. Magara yaliyopo ni machache na yanabeba tani chache, tani 100, tani 1,000, tani 800, na uzalishaji wa wilaya ya Tunduru ni zaidi ya tani 18,000. Kwa hivyo sisi tunashukuru sana bodi ya korosho kwa namna ambavyo wanatujengea ghala pale. Ombi letu tulioliweka pia, kwa sababu dhahabu ni korosho ni dhahabu ya kijani, pia tunaona kwamba tuongeze uzalishaji, na tutaongeza uzalishaji. Na pamoja na kuongeza uzalishaji, lengo letu ni kwamba wenzetu wa CBT, yani bodi ya korosho, wajitahidi basi hapa tunapojenga ghala la kisasa tuanze kufikiria kujenga kiwanda kikubwa cha kisasa kwa ajili ya kuendelea kuongeza thamani ya zao la korosho, na korosho hii itakayokuwa inabanguliwa hapa katika wilaya ya Tunduru ili iweze kuwanufaisha na Watanzania wote kwa ujumla. Kwani korosho za sasa zinazobanguliwa katika kiwanda kilichopo katika wilaya ya Tunduru, korosho zote zinaenda nje ya nchi. Kwa maana kunakuwa na export, zinaenda nje ya nchi. Kwa zile korosho tamu ambazo zinakuwa zinasifika za Tunduru, hakuna soko la korosho hizi katika nchi yetu wa Tanzania. Korosho zote zinaenda nje ya nchi. Kwa hivyo ndio maana nawasisitizia wenzetu wa bodi ya korosho wajaribu kuliangalia hilo, baada ya kujenga maghala waigeukie viwanda. Na najua kwa usimamizi kamilifu wa ndugu Jarufu atafanya kazi hii vizuri mno. Lakini toe wito kwa wananchi wajitahidi kwa kiwango kikubwa sana kupanda miche kwa wakati. Wapande miche ya korosho ambayo tumepewa, na miche hii inagawiwa bure. Miche hii inagawiwa kwa mmoja mmoja bure. Na mimi wananchi wote na wasisitizia tupande miche kwa wakati mvua zikiwa zimechanganya, tupande miche yetu ili baada ya miaka 5, baada ya miaka 3
tutakuja kuzalisha korosho nyingi zaidi katika wilaya hii ya Tunduru. Mwaka 2016 kulikuwa na tukio la kupatwa kwa jua. Tukio hilo lilionekana vizuri zaidi mkoa wa Mbeya na maeneo mengine ya nchi. Wakulima wengi walihusisha tukio hilo na kupungua kwa mavuno ya korosho. Mtafiti kiongozi wa korosho kutoka kituo cha Naliendele, Fortunas Kapinga, anatueleza kitaalam kilichosababisha msimu huo kutokuwa na mavuno mazuri. Hali ya joto kipindi cha kuchavusha maua ya korosho ni muhimu sana, kwamba angalau kuwe na joto lisilopungua nyuzi joto Celsius 20. Sasa mfano tunao. Mwaka 2016 kulikuwa na tukio la kupata kwa jua. Hili tukio lilionekana vizuri sana kwenye ukanda wa kusini mwa Tanzania, na kumbukumbu inaonyesha kwamba tarehe 1 mwezi Septemba ndipo kulipotokea kupata kwa jua. Sasa lawama zilizotokeza na malalamiko kwa wakulima ni kwamba walihusianisha kupatwa kwa jua na kuungua au kukauka maua ya mikorosho. Hiyo ni kwa sababu mwezi uliotangulia, mwezi Agosti, maua yalikuwa mazuri sana kwenye mashamba yao. Lakini wiki iliyofuatia baada ya kupatwa kwa mwezi ni kile ile kulitokeza kwamba maua yalikauka. Sasa takwimu zetu za joto za hali ya hewa zinaonyesha kwamba baada ile tukio lilifuatiwa na kushuka kwa joto chini ya nyuzi joto Celsius 20 katika vituo vyetu vya hali ya hewa vilionyesha hivyo. Sasa hiyo hali iliendelea ndani ya wiki nzima ya mwezi Septemba. Kwa hiyo ndio inafanana ile inasema kwamba joto ambalo ni zuri ya kupata la kuchavusha maua ya korosho lisio chini ya nyuzi joto 20, ziwe angalau 20, lakini nzuri zaidi 24 mpaka 28. Zaidi ya pale ikifika 30 maua pia yanaungua. Sasa hilo la kusema kupatwa kwa jua, swala pale sio kupatwa kwa jua ndio lilisababisha vile. Ni kwamba lile tukio liliendana au lilifuatiwa na kiasi cha joto kupungua kuwa na chini ya kiasi kinachohitajika maua ya korosho kuchavushwa vizuri. Na hiyo hali imejitokeza tena mwaka 2017 kwamba katika miezi ya Julai, Agosti mpaka Septemba joto limepungua ghafla kufikia nyuzi joto chini ya 20 mpaka kufikia sehemu nyingine mpaka kufikia nyuzi joto 15 za Celsius. Sasa hayo ni mabadiliko ya tabia nchi, na sio kwamba maua yaliungua kwa sababu labda ya madawa pengine kupiga vizuri au madawa pengine yakuwa mazuri. Sisi wenyewe kwenye mashamba yetu ya utafiti tumepiga madawa, lakini madawa tuliyopiga sisi tuwezi kushinda kupiga madawa ambayo kwa ina kiwango. Tulipiga madawa mazuri kabisa, na ndio maana tuliwashauri wakulima msiwe na mkatumu vibaya pengine wapuliza ndio wenu mikorosho, na tukashauri kwamba cha msingi wafuate taratibu za kupigaji madawa vizuri, na nashukuru wengi walielewa hilo na walitoa mashaka baada kuenda kwenye mashamba yetu kayaona, na Chungwea, Tunduru na Kayaya hapa na mashamba mengine yote kwetu tulienda kule kawaonesha kama mfano kwamba angalieni, sisi hatuwezi kushindwa kupiga dawa, sisi ndio wenyewe ndio tulishauri dawa hizi zitumike hivi na zifanye kazi kwa taratibu ambazo sisi tumeshauri. Kwa hiyo hizi changamoto za mabadiliko tabia nchi ni changamoto ambazo hatuwezi sisi kuziogopa. Tunachofanya, tunafanya tafiti ya kuangalia mbegu ambazo zitaweza kumudu mazingira kama hayo, na ndio maana tafiti huwa haziishi. Na ndio maana tumesema ili kuepukana na hilo, basi tuwe na maeneo mengi kulima zao la korosho hapa nchini. Yote yanaweza kulima korosho, maeneo hayo zilimwe korosho. Na sasa hivi kama nilivyosema, tuna halmashauri zaidi ya 80 ambazo zitakuwa nalima korosho badala ya 33. Na katika hizo mikoa jumla ni mikoa 18. Katika 18 tulishapeleka mbegu tayari mikoa 15. Kwa hiyo ni zaidi ya 80% ya mikoa tuliyosulia kupeleka tayari tumeshapeleka, na iliyoko iko kwenye taratibu za kupeleka mbegu za korosho kutegemea na msimu wao wa mvua unavyohitajika kwa sehemu hizo.
Sisi tunashirikiana sana na halmashauri. Kule tuna maafisa ugani wa maeneo hayo kila eneo. Na tunashukuru sana, bahati nzuri hata waheshimiwa wa viongozi wa mikoa hiyo wametupokea vizuri sana. Kote lilikopita wanahimiza na kusisitiza zao hili lilimwe. Na kimsingi nisema tu kwamba kutokana na mhamasisho uliofanyika hatutaweza kutimiza lengo la kufikisha mbegu kila mtu kiasi alichohitaji. Kwa sababu mahitaji ya kupanda korosho mwaka umekuwa makubwa kuliko mwaka mwingine wote ambao umejitokeza. Mahitaji iliyoletwa kutoka kwenye halmashauri na mikoa mbalimbali kwa jumla tani 163. Hajawahi kutokea hata mwaka moja watu kuhitaji mbegu kiasi hicho, wingi wa kiasi hicho. Lakini hii tunasema sisi ni funzo kwetu pia. Tunatakiwa tupanue mashamba ya kuzalisha mbegu zaidi. Na hilo tunasema kwamba sisi kwa upande wetu kama watafiti na wenye jukumu la kuzalisha mbegu za korosho, tutaendelea kuzalisha mbegu za korosho ili kuhakikisha kwamba kila mwaka zinapandwa kwenye mikoa yote ambayo korosho inaweza kalimwa hapa nchini. Wito wangu kwa wakulima na viongozi wote ni kwamba taasisi ya utafiti wa kilimo na Liendele ni taasisi yao. Waje na Liendele kupata mafunzo pale yanapohitajika, lakini pia tumekuwa na vituo katika kila wilaya ambazo zinalima korosho, hasa zile wilaya ambazo zimeanza kulima korosho siku nyingi. Kwamba vile vitu vyetu kuendeleza zao la korosho ndio maeneo ya watu kujifunza pale. Kazi yake mojawapo ni kutoa mafunzo kwa wakulima. Jinsi ya kuandaa vitalu, jinsi ya kupanda mikorosho, jinsi ya kuitunza na jinsi ya kutunza korosho baada ya kuvuna. Kufanya grading ndio maeneo yao yale. Kwa hiyo hizi ni taasisi zao na ni vituo vyao, wapite pale kupata mafunzo au kuuliza kama kuna swala lingine ambalo wana mashaka nalo. Ni kama nilivyotaja hii habari ya maua kuungua. Nilipata kutokana na kushirikiana na wakulima na afisa ugani. Walitupa hiyo changamoto kwamba kuna hisia kama hizo. Kwa hiyo watumie vituo hivi kwa ajili ya kupata mafunzo. Na pia wakati mwingine kuna ambao wanakuja toka kwenye halmashauri zao wanakuja pale na Liendele kupata mafunzo. Kwa mfano halmashauri ya Tunduru walishawahi kufika pale kwetu kupata mafunzo ya jinsi ya kuhudumia mashamba ya korosho, jinsi ya kutunza, jinsi ya kupanda. Na sio hao tu, hata Tabora pia wamekuja pale na Liendele kupata mafunzo kama hayo. Na ni halmashauri nyingi ambazo wanakuja, watu wa Morogoro pia, Ilonga, Ulanga walisha kufika, Moshi, Kilimanjaro kule wale kufika. Sasa ni mifano tu ya maeneo ambayo tunasema wamefanya juhudi ya kuja pale na Liendele, lakini sio lazima kuja pale na Liendele. Pia wanatupata taarifa, wanahitaji pengine mada kitu fulani, na sisi wenyewe pia hata kama hatujaalikwa huwa tunapanga ratiba ya kutembelea kila halmashauri kwenye kanda mbalimbali kutoa mafunzo. Kwa mfano tulishawahi kwenda mkoa wa Ruvuma huu, halmashauri karibu zote tulipitia kutoa mafunzo. Hivi sasa ninavyoongea wako wataalamu wetu wako kanda ya kati, watapita Dodoma, Singida mpaka Tabora kwenda kutoa mafunzo ya aina hiyo, ya namna kuandaa vitalu na namna kupanda miche mipya. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Kilimo Ajira Yangu. Usikose kujumuika nasi wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.